iwapo kweli shule zetu zi salama au la. Naam, asante sana mwenzangu Andrin Kilemi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar, swala zima likiwa swala hili la usalama shuleni. Je, shule zetu shule zetu ni salama? Wazazi kwenye kaunti hii wanasema nini? Acha nisungumze na wao. Pengine tuanze na wewe, majina yako na wewe binafsi. Je, unaona usalama wa wanafunzi uko dhabiti katika shule zetu? Kwa majina ni Robert Emase, mkaaji wa Turkana hapa mji wa Lodwar. Mimi kwangu ni kwa Wizara ya Elimu, kwa sababu mimi niko na mwanafunzi katika grade ya 9 ambaye alijiunga hii mwaka. Kwa kweli wanafunzi wetu wayuko salama kwa mashule, kwa sababu hawa wanafunzi ambao wameingia katika grade ya 9 ni wadogo sana, na kwangu grade ya 10. So yangu ilikuanga ni kwa Wizara ya Elimu. Hao wanafunzi kuna mambo ambayo wajaelewa mahali pale kupitia sana sana kwa mambo ya kutumia katika hii kemikali. Hii shule zetu, hii Wizara ya Elimu imeweza kutufeli kabisa, kwa sababu hii mashule zetu hazina laboratory. Unapata wanafunzi wakati ikifika wakati ya mtihani wanahamishwa kutoka shule yao kupelekwa kwingine kufanyia kule practical. So wakienda mahali pale, unapata mahali pale wajui wataanzia wapi ama watamalizia wapi, kwa sababu ile chemical ni mahali pale tu wameonea. So hiyo practical inakuwa ni hao vigumu kufanya nini, kuitumia. So kwa sababu unapata kama wiki jana tumepotesha watoto katika mashule, na sisi kama wazazi ambaye tuko na wanafunzi mahali pale, sisi tulikuwa naomba sana hii Wizara ya Elimu iweze kuzingatia, ilete mafunzo katika shule, ili wanafunzi wetu wakiwa mahali pale sisi tunajua wako safe, wako salama, kwa sababu wakifika mahali pale kuna mambo mengi yanaendelea. Kuna mambo hivyo. Pengine wewe unaona tatizo ni nani, waziri ama Wizara ya Afya na vile ama ni walimu? Kwangu shida iko katika Wizara ya Elimu na pia Wizara ya Afya, kwa sababu atakana kama Wizara ya Elimu waongee na Wizara ya Afya, hata kama ni madaktari wakwe mahali pale waweze kuhamasisha wanafunzi wetu katika kutumia hizo dawa ama hiyo kemikali ambayo wanatumia mahali pale, kwa sababu kuna wanafunzi wametoka katika ground mbalimbali. Kuna wale wanatumia miadarati, kuna wale wanatumia pombe, kuna wale wanatumia bangi. So wakifika mahali pale wanapoenda kutumia hiyo kemikali, wengine wanasikia hiyo ni harufu ya pombe, wanaweza kuikunywa na kumbe ni kemikali. Na asante sana. Songea hapa hivi, majina yako wewe binafsi, na je, unaona swala hili ni lipi ama unaona namna gani shule zetu ziko salama? Kwa majina ni Peter Nakan ama aka Mkono. Mambo ya shule, usalama ya shule, mimi kwangu ninaona kwamba yuko kisungumkuti kidogo. Kwa sababu ya nini? Kuna grade 10 ambao saa hii wameingia kwa shule. Watoto hawa ni wadogo sana, umri yao ni kidogo, na kwa mashule zingine ziko zina mambo ya lab, mahali wanafanyia mambo ya practical, na zingine hakuna. Sasa inafika mahali fulani wanasema kwamba wanafunzi hao wanapelekwa kwa shule zile ambazo ziko na lab, na wanafunzi hao wakipelekwa mahali pale, na kwa sababu hawajafundishwa vizuri, wanachukua ile vitu ambao wamechanganya, ile chemical wanachanganya na inanuka kama pombe. Sasa mtu akikuja nyumbani anasema kwamba hii pombe inanuka kama ile chemical. Sasa ajui hata hiyo chemical inaweza kumumaliza. Sasa anajaribu kutest, anasema kwamba inanuka kama ile ambayo iko kwa nyumbani ama ile ambayo tulifanyia mazoezi. Asante sana. Mwisho kabisa tuzungumze na wewe, kwa kifupi tu majina yako na wewe binafsi. Je, unaona usalama wa wanafunzi uko namna gani shule? Mimi kwa majina ni David Aleri. Kwangu naona kwa upande ya usalama ya shule haiendi sabamba. Naona ni kwamba kuna ulegefu yuko katika hiyo ministry. Kwa sababu sioni kwamba kwa nini mtoto anaweza kupata namna ya kukunywa hiyo vitu ambavyo vinakorogwa kwenye laboratory kama mwalimu hayuko pale. Lazima mwalimu hawe akikoroga na watoto hiyo vitu, na kabla hajaanza hiyo kazi lazima atoe ilani kwamba hii, ujue kwamba hii ni sumu, ukijaribu tu kuinusa ama kuweka kwenye ulimi yako
unajua wewe hakuna. Pengine ungependa kuambia ni serikali? Nataka kuambia serikali ya kwamba lazima hawe na uchangamfu kuangalia kwamba kila shule lazima iwe na counseling kutoka kwa principal mpaka kwa mwalimu ya laboratory. Awene kwamba anaweza kutoa hiyo onyo kwa watoto kwamba hii ujue kwamba tunapogusa ujue tu ni sumu. Naam, asante sana Andrin Kilemi. Bila shaka ni wakazi wa kaunti hii ya Turkana jinsi wanavyosema kuhusiana na swala zima la usalama wa wanafunzi katika shule zetu. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Kwako Andrin. Asante sana Kitio Mika, mwandishi wetu wa habari huyo kutoka Turkana. Hapo tumepata kusikia hisia za wazazi, na wengi wanalalamikia utumizi wa kemikali shuleni na wanataja watoto hawa wa